wanaobaguliwa Kiafrika. Sawa jamani, rangi nyeusi elimu yao tofauti na rangi nyingine elimu yao tofauti. Hao watoto kwa kudai haki zao waliandamana. Lakini niwaambie tarehe 16 Juni 1976 mji wa Soweto ulijaa damu. Watoto ambao hawakuwa na jiwe, hawakuwa na fimbo, hawakuwa na chochote, wanaandamana kutaka haki yao, walipigwa risasi, waliuliwa zaidi ya 2000. Niliona hilo. Hebu kwa dakika moja tuwaombea watoto. Serikali yetu imewekeza ili kuhakikisha kwamba watoto wana haki ya kuishi. Na mtoto anaanza toka siku ya kwanza akiwa tumboni mwa mamake. Sawa jamani, wako mabinti zangu ni wa kutoa mimba, unamnyima mtoto haki na ni dhambi kama alivyosema mchungaji. Si ndio jamani? Wako watoto wametupa jalalani, wako watoto ni wa mitaani, wako watoto wamenyongwa baada ya kifo. Ile ni kumnyima mtoto haki yake ya kuishi, lakini pia ni dhambi. Wazazi lazima tutimize wajibu wetu. Sawa jamani, mambo ni mengi yameongewa. Pamoja na habari ya kuchanganya wanafunzi pamoja na wageni, ni ukatili tunawafanyia. Kuwakeketa watoto wa kike ni ukatili. Kwa hiyo tuache watoto wetu wakue vizuri, waachane na ukatili wa kijinsia. Sawa? Na nyie watoto mwe na heshima. Mkitoka shule mnakimbia mnarudi nyumbani. Sawa? Sio mnacheza mitaani. Kwa majina anaitwa Blessing Yashin Ramadhani, anatokea TZ 217 kituo cha kulea watoto na vijana. Leo tumejifunza mengi sana ambao kwanza yanahusiana na pia tumejifunza kuhusu ukatili wa kijinsia na namna ya kutoa taarifa, namna gani tunaweza kusaidika na kupata haki yako. Na pia huko compassion pia huko ambapo kitoni tunafundishwa hivi kwa sasa hivi vinakwenda kusaidia baadaye katika maisha yetu tunapoona au tunapotendewa, ili tuweze kutekeleza yaliyomo kujenga taifa bora la baadaye. Kuna shauri inatokea kituo cha TZ 217 kuona hiyo ndoa ya jinsia moja sio nzuri, na watu wanaofanya hivyo wachukulia hatua kabisa. Jina naitwa Francisco Edward, nasomea shule ya sekondari Sale kidato cha 4. Watoto wa Afrika ni watoto walioandamana ili kupigania elimu yao, na pia watoto wa Afrika ni wale watoto waliofariki kule kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini mwaka 1976 ambapo walikufa kikatili, walinyanyaswa. Kwa majina naitwa Paulo Gilazaro, ni mratibu wa kituo cha TZ 753 Kanisa la Mungu. Pia tuna wadau ambao tunashirikiana nao. Kuna wale walimu ambao wana majukumu makubwa ya kuwafundisha watoto wajue wajibu wao, na kundi la tatu ni mtoto mwenyewe, kwamba angalau ana wajibu wa kutii na kuheshimu yale maelekezo anayopewa na wakubwa zake. Kwa hiyo swala la malezi inajumuisha mzunguko mkubwa wa wadau mbalimbali, pia viongozi wa dini. Kwa hii ni fursa ya kuwapa exposure fulani, pia angalau wapate nafasi ya kujumuika pamoja na kuunganisha nguvu ya pamoja, hasa pia kwa njia ya fani mbalimbali. Na tumeona pia tumekuwa na nafasi ya kuonyesha vipaji vyao. Majina naitwa Angela Julius, nimetokea kituo cha TZ 360 Mbulu Anglican. Sisi kama watoto wa TZ 360 tumejifunza kwamba watoto wanapaswa kupewa haki mbalimbali, kupendwa, kulindwa, kuthaminiwa. Hata watoto walivyo huko Afrika Kusini walivyokuwa wanatetea haki zao, pia na sisi leo tumependa kuja kuadhimisha siku hiyo ili na tuweze kupewa na kuthaminiwa haki zetu.